Nampongeza sana kamishna mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania ndugu yetu Yusuf Juma Mwenda na timu yake pamoja na taasisi nyingine zinazokusanya mapato ya serikali kwa mafanikio haya. Mheshimiwa Rais, kimsingi siri ya mafanikio haya ni mazingira mazuri yanayozidi kutulia na kutabirika ya uwekezaji na biashara kwa upande mmoja, na maboresho ya utendaji wa TRA na utawala wa kodi kwa ujumla kwa upande mwingine. Tunayo haki kujivunia na kufurahia mafanikio haya. Lakini Mheshimiwa Rais, iwapo tunataka kuipa falsafa ya Mwalimu ya kujitegemea uhai mpya, na iwapo tunakubali kuwa 70% ya mafanikio ya malengo ya Dira ya Maendeleo 2050 itategemea ushiriki wa sekta binafsi, ni muhimu sana mfumo wa kodi usiwe na athari hasi kwa mazingira ya uwekezaji na biashara. Tunatambua vile vile kuwa kujitegemea kwa kweli na kufikia malengo ya Dira 2050 kunahitaji ongezeko kubwa la mapato ya serikali. Hivyo ni muhimu tuwe na mfumo wa kodi unaopanua wigo wa kodi na kuhakikisha kila mtu anachangia kadri ya kipato chake, lakini kwa namna iliyo rahisi, iliyo wazi, ya haki na usawa, na ambayo haiwi kikwazo kwa ongezeko la uwekezaji na biashara. Maana hatuwezi kuvuna bila kupanda, wala kukamua maziwa bila ng'ombe kulishwa. Ni muhimu sana Mheshimiwa Rais, mfumo wa kodi unaotakiwa lazima usaidie kujenga uchumi shirikishi, ili mafanikio ya uchumi unaokuwa yasiwe ya watu wachache, bali yamfikie kila Mtanzania anayejituma kuboresha maisha yake. Kama alivyosema Rais wa awamu ya 3 marehemu Benjamin William Mkapa mwaka 2003, na nanukuu, mageuzi ya uchumi na kuboresha uchumi mkuu peke yake haitoshi kupunguza umaskini, maana umaskini ni kama pweza, una mikia mingi. Mwisho wa kunukuu. Lengo mojawapo ya mapendekezo ya tume ni kuhakikisha mikia yote inaguswa na kodi zisiwe kikwazo cha vita dhidi ya umaskini. Mheshimiwa Rais, naomba nikupe muhtasari wa tathmini ya mfumo wa kodi kwa ufupi tu. Na tume imebaini masuala mbalimbali kwenye mfumo wa usimamizi wa kodi nchini ambayo bado ni kilio cha walipa kodi. Naomba nitaje machache tu, manake yako mengi. Ya kwanza ni viwango vikubwa vya baadhi ya kodi na uanzishwaji wa kodi, tozo, ushuru, ada mpya bila kuzingatia vya kutosha malengo mengine mapana ya kitaifa. Na hii huleta hali ya kutotabirika na kuathiri mazingira ya uwekezaji na biashara. Ya pili ni mfumo wa utatuzi wa migogoro ya kikodi ambao bado wadau wanaona hauridhishi na walipa kodi wana mashaka na wanapoteza imani na mfumo uliopo, wakiona kuwa vyombo vya utatuzi wa migogoro havina uhuru wa kutosha kimfumo na kiutendaji. Tatu, zipo mamlaka nyingi za udhibiti zinazokusanya mapato, na tukisema mapato sio lazima kodi, sambamba na Mamlaka ya Mapato Tanzania na mamlaka za serikali za mitaa, bila uratibu wa pamoja. Matokeo yake wote hutoza ada, tozo, ushuru kwenye chanzo kimoja na walipa kodi wale wale, na hivyo kusababisha kero, usumbufu na gharama kubwa kwa wahusika, hadi wengine wanaona bora kupenyeza rupia ili kuondoa udhia. 4, Mheshimiwa Rais, bado hakuna utaratibu kamilifu jumuishi. Sisi tunapenda kusema 360 degrees. Hakuna utaratibu kamilifu na jumuishi wa kuwatambua, kuwalea na kuwakuza wajasiriamali wadogo na wote wanaoanza biashara mpya. Jambo hili ni kilio kikubwa sana cha wananchi kote tulikopita, na hasa vijana kwa siku nyingi. Jambo hili liko kwenye matamko mengi ya Chama cha Mapinduzi na serikali. Lakini kwenye hili Mheshimiwa Rais, kauli si mali. Tujiulize ni kwa nini bado wananchi wanalalamika. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wenzangu tunakuomba sana, usije ukamaliza muda wako wa uongozi bila kuwaachia Watanzania mfumo timilifu, kamilifu, jumuishi 360 degrees
wa ecosystem ya kuwatambua, kuwalea na kuwakuza wajasiriamali wadogo wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, ukifanikiwa, ajenda ya uchumi shirikishi itatimia na hao watakuwa na mchango mkubwa sana katika mapato ya taifa huko tuendako. Ukifanikiwa Mheshimiwa Rais, vijana wa Tanzania watakukumbuka daima na tumekuandalia mapendekezo. 5, Mheshimiwa Rais, ukusanyaji wa mapato ya kodi ikilinganishwa na ukubwa wa uchumi na ukuaji wake bado uko chini ya wastani wa 16% kwa nchi za SADC na chini ya lengo linalotakiwa la zaidi ya 20% ili kufikia malengo ya dira ya maendeleo 2050. 6, wigo wa kodi na walipa kodi bado ni mdogo. Kwa hiyo wachache walio katika mfumo rasmi hubeba mzigo mkubwa wa kodi na kuacha wengine wengi wenye shughuli za kuingiza vipato walio kwenye mfumo usio rasmi. 7, vipo bado vikwazo vingi kwenye urasimishaji wa biashara, ikiwemo mchakato mrefu wenye gharama kubwa na usumbufu pale mtu anapotaka kurasimisha biashara yake, ikiwemo wakati mwingine kudaiwa kodi, ushuru na tozo hata kabla hajapata chochote. Pamoja na kwamba wengine waliorasimisha wanajuta, wengine wametuambia wanajuta kwa kurasimisha, lakini hakuna popote tulipoenda nchi hii wananchi wakasema hawataki kurasimisha biashara zao, wala wakasema hawataki kulipa kodi. Wanachokuomba Mheshimiwa Rais ni kuwa na utaratibu ambao ni rahisi, wa wazi na wa haki, na kisha waridhike na jinsi serikali inavyotumia mapato. 8, pamoja na ongezeko kubwa